muhimu. Wakati nilisimama hapa Suswa, muliniambia ya kwamba shamba ya Kedong ambayo iko hapa, mungependa sehemu yetu, sehemu hii ya Narok, kwa sababu muko na sehemu yenu kwa hiyo shamba ya Kedong, mukaniambia ya kwamba niweke mpango ili watu wa Narok wapate sehemu ya hiyo shamba ya Kedong. Mimi nimekuja hapa leo kuwaeleza. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Sasa hapa Kedong, mbeleni serikali ilikuwa imewapatia ekari 4,000. Mimi nimeenda nimetafuta pesa ya serikali, nimewanunulia ekari zingine 6,000. Sasa pale Kedong mutakuwa na shamba ekari 10,000. Na mimi niko tayari kuwapatia title deeds. Ile mimi nangojea ni nyinyi munipatie majina ya beneficiaries kwa wizara ya ardhi, ndio tuwaletee title deeds. Mukinipatia hizo majina wiki ijayo, ndani ya wiki moja peke yake title deeds zenu zitakuwa tayari. Narok hoye! Narok hoye! Kuna jambo lingine tulikubaliana na watu wa Narok. Tulikubaliana mambo ya Mau, si ndio? Hii Mau imekuwa ni mahali ya kufanyia siasa miaka nenda miaka rudi. Niliwaambia mimi nitakamilisha maneno ya Mau. Unaelewana my friends? Wengine walinitia fitina hapa, wakasema Ruto akiwa rais atakuja kujaza watu Mau, agawanye watu Mau iende kwa wananchi. Mimi niliwaambia haiwezekani. Leo watu wa Narok munisikize vizuri. Hiyo Mau sasa itakoma kuwa mahali ya kufanyiwa siasa, kwa sababu Mau ni msitu wa muhimu katika taifa letu la Kenya. Msitu ambayo inatusaidia tuwe na mito ambayo itatusaidia kwa kilimo, kwa ng'ombe zetu, kwa ufugaji na kazi ile ingine yote. Kwa hivyo kukomesha njama zote kuhusu Mau, hakuna mtu mmoja ameongezeka tena Mau baada ya mimi kuwa rais. Ile imefanyika ni wale walikuwa ndani tumewaondoa zaidi. Na leo mimi nimekuja hapa na title deed ya Mau nipatie county government ya Narok, ili kusiwe tena na taswishi kwa maneno ya Mau. Sasa itakuwa chini ya county government ya Narok kwa niaba ya wananchi wa Narok County na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na la pili, pia nimetafuta pesa ili kusiwe na taswishi yoyote. Tuweke fence hiyo Mau Forest. Tuweke fence. Awamu ya kwanza tunajenga kilomita 100 ya fence pale Mau, ndio kusiingie mtu mwingine, kusikwe na taswishi tena, ijulikane hapa ni msitu na ni mali ya wananchi wa Narok na mali ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Narok hoye! Narok hoye! Si ndio muliniambia nifanye? Si muliniambia nifanye? Sasa leo pale Narok Town, wewe mtu ya tarumbeta ngojea. Pale Narok Town leo mimi naenda kupatiana title deed ya Mau kwa county government ya Narok. Ndio tumalize siasa na tumalize njama na tumalize mambo yote, tuhakikishe ya kwamba msitu wetu uko salama, na vile nimesema nitahakikisha imekuwa fence, ndio kusiwe tena na watu ambao wataingia pale msituni. Tumekubaliana watu wa Narok? Jambo la 4 ambayo nimekuja hapa, nyinyi mlinipatia kazi ya kuongoza taifa hii ikiwemo Narok, si kweli? Mkaniambia ya kwamba mnataka airport kwa sababu Masai Mara ni ya muhimu sana. Mnataka airport international hapa Narok. Leo mimi naenda kuanzisha ujenzi wa airport hapa Narok.
Mnanielewa? Serikali ya county